umwemae, umwema, umwemae, umwema, umwemae, umwema, umwemae, umwema, umwemae, umwema, umwemae, Jehova, Jehova yu mwema, Baba yetu yu mwema, Jehova, Jehova yu mwema, Jehova, Jehova yu mwema, Jehova yu mwema, Jehova yu mwema, Jehova, Jehova yu mwema, Jehova Mungu Baba, Jehova, Jehova yu mwema, Jehova yu mwema, Jehova yu mwema, Jehova yu mwema. Wema wako wadumu milele, fadhili zako ni za milele Bwana. Wema wako wadumu milele, umejawa sifa na adama. Wewe Mungu kweli mwema, Baba yangu we ni mwema, nikilala we ni mwema, nikiamka we ni mwema. Umwema, umwemae, umwema, umwemae, Jehova, Jehova yu mwema, Jehova yu mwema, hayupo kama wewe Baba, Jehova yu mwema. Wapi vigelegele kwa Yesu? Onyoma me chineke, onyoma me, onyoma me, onyoma me, eze ndi eze, idi egu, onye nazazeo, idi elu, onye dikaki, onye dikachukume, agunecha, agunecha mo. Jehova yu mwema, Jehova yu mwema, nikilala nikitembea nikiamka, mashambani mpaka mijini, Baba yangu kweli ni mwema, kweli mwema, kweli mwema Yesu Baba yetu. Jehova, Jehova yu mwema, Jehova yu mwema, watawala Bwana, watawala Bwana, watawala Bwana, watawala Bwana, Bwana watawala, wazazi watawala, watawala milele, watawala milele, mbinguni na duniani, Bwana watawala milele, watawala milele yote,
Tunaenda kusoma kitu kinaitwa ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutaweza tukazungumza kinyumbani kabisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunasalimia kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nimefurahi kuwepo nyumbani kabisa na nitakuletea maneno ya Mungu. Kwa nini tunazungumza kwa habari ya ondoleo la dhambi? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumza kwa habari ya ondoleo la dhambi kwa sababu ulimwengu umeasi. Bwana asifiwe. Tunazungumza kwa habari ya ondoleo la dhambi kwa sababu ulimwengu umepotea. Tunazungumza kwa habari ya ondoleo la dhambi kwa sababu ulimwengu umepoteza dira. Tunazungumza kwa habari ya ondoleo la dhambi kwa sababu ulimwengu umeoza. Tunazungumza kwa habari ya ondoleo la dhambi kwa sababu ulimwengu umechafuka. Tunazungumza kwa habari ya ondoleo la dhambi kwa sababu ulimwengu umejaa giza. Tunazungumza kwa habari ya ondoleo la dhambi kwa sababu ulimwengu haueleweki ni uko katika shepu ya aina gani. Tunazungumza kwa habari ya ondoleo la dhambi kwa sababu ulimwengu hauna dira maalum ambayo inaeleweka. Tunazungumza kwa habari ya ondoleo la dhambi kwa sababu ulimwengu haujulikani uko mahali chanya ama uko mahali hasi. Uko ni mahali ambako hakueleweki. Sio na leo nataka nikuambie, Yesu Kristo mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, mwanaume aliyeshinda kifo, kaburi na mauti. Tunatangaza habari zake jioni leo. Tunatangaza habari za mwanaume mmoja anaitwa Yesu Kristo. Tunatangaza habari za mwanaume mmoja anaitwa Yesu Kristo, ambapo kifo na kaburi vilimtii, ambapo kifo na kaburi havikumweza. Aliposhinda hayo akasema basi yamekwisha. Aliposhinda hayo ulimwengu kaogopa. Aliposhinda hayo ulimwengu kainama mbele zake. Aliposhinda hayo watu wote walisujudu. Hata ndio maana Mfalme Herode aliposikia habari zake hakutaka kujiuliza ni kijana namna gani amezaliwa. Akasema nendeni mkisikia habari zake mje kunipasha habari. Lakini wale na majusi, Biblia yangu inasema ya kwamba waliposikia habari zile, malaika wa Bwana akawaonya, msirudie njia ile kwenda kumpasha habari Herode. Ni jina lake tunalitangaza jioni leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema tunatangaza habari za mwanaume anayeitwa Yesu Kristo, mfalme wa wafalme. Ndio maana Herode aliposikia habari zake alianza kuogopa. Anajiuliza ni mtu wa namna gani anazaliwa katikati ya himaya yangu. Anajiuliza ni mtu wa aina gani ambaye mimi ni mfalme wa hii sehemu anazaliwa aje kuwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndiye huyo ambaye alikuja kusamehe ulimwengu na dhambi zao, kwa sababu ulimwengu ulipotenda dhambi watu wakawa wamepotea. Biblia yangu inasema ya kwamba dunia itawayawaya, dunia italewalewa na yumba kama machela, kwa sababu haina uelekeo, kwa sababu haina nafasi ambayo ni ya kueleweka, kwa sababu imepotea kabisa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Fungua pamoja na mimi Naomba ufungua Biblia yako kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na ule mstari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia yangu inaniambia ya kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu akamchukua akamweka katika bustani ya Edeni. Alipofika katikati ya bustani ya Edeni akamwambia, hii ni bustani nimekupa uitunze na kuilinda. Ulime mazao yake na uwezo ukala, isipokuwa mti wa matunda ya ujuzi wa mema na mabaya usije ukala, kwa maana siku utakapokuwa
usipokula utakufa hakika. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni maelekezo marahisi ambayo mwanadamu alikuwa amepewa na Mungu, lakini alipodanganyika na yule kiumbe anaitwa nyoka, akaenda akadanganya, akaambiwa ati Mungu amesema ya kwamba ukila matunda haya utakufa. Akamwambia hautakufa, maana siku utakapokula utafanana kama yeye. Naye alipoangalia, Biblia inasema ya kwamba alipoangalia matunda ya yule mti akasema yatamanika kwa macho, akachukua akala, akampelekea na mumewe wakala pamoja. Baada ya kula wakajiona ya kwamba wako katika hali ya uchi. Wakati huo walipojiona hivyo, wakakimbia wakaenda wakajitengenezea majani kuficha aibu zao. Dhambi inatia aibu, dhambi inatia kinyaa, dhambi inatia hofu, dhambi inatia wasiwasi. Ndio maana walipokuwa wametenda ile dhambi wakawa na mashaka, wakawa na wasiwasi, wakawa na hofu, wakawa na aibu, wanajiona kinyaa baina ya watu wawili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia yangu inasema ya kwamba Mungu alipoenda majira ya jioni, ilikuwa ni ustaarabu wa kila siku kwenda kuwatembelea. Biblia inasema ya kwamba alipoenda kuwatembelea akawakuta wako katika hawako mahali ambako wao wanakutana. Akaenda mahali pale akamuuliza Adamu uko wapi? Akasema niko huku kwa maana niko uchi. Mungu anamwambia ni nani akuambia kwamba uko uchi? Je, ni umekula matunda mti ambao nilikuambia usile? Akasema ati mwanamke umenipa ndio kaniletea nikala. Lakini acha nikwambie leo tumekuletea habari njema. Hayo masaka ulionayo, hiyo wasiwasi ulionayo, hiyo aibu ulionayo, haijalishi mpingo amekuonaje, haijalishi ulimwengu unasemaje, haijalishi dunia inasemaje, lakini yuko mwanaume mmoja awezaye kusamehe dhambi ya watu wote. Ukisha kusamehe anasahau kabisa, akisha kusamehe hana kumbukumbu na dhambi yako, anasamehe mara moja halafu anasahau. Anakuta mwana wangu kwa sababu anasema alikuja kwa wale watu wa kumpokea, bali walio wake aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana, na kila aliyempokea amepewa uwezo wa kuwa mwana. Haleluya. Hebu nisikie makofi mengi kwa ajili ya Yesu. Nisikie makofi mengi kwa ajili ya Bwana. Nisikie makofi mengi kwa ajili ya Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Ndiye mwanaume tunatangaza habari zake jioni leo. Biblia yangu inaniambia ya kwamba wakati malaika Gabrieli anaenda kumtembelea Mariamu, anamwambia ya kwamba utashika mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na huyo Roho atakusaidia kubeba mimba, utazaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu Kristo, kwa maana ndiye yeye atakayekuja ulimwenguni kuwaokoa watu na kuwasamehe dhambi zao. Hizo habari zake tunazitangaza jioni leo. Hizo habari zake tunazitangaza jioni leo. Haleluya. Huyu anaitwa ni Simba wa kabila la Yuda. Huyu anaitwa Simba wa kabila la Yuda. Ulimwengu na kaburi alikumweza. Ulimwengu na kaburi alikumweza. Walimchukua wakamtandika, damu ikabubujika kweli kweli. Walimchoma mikuki mingi, wakamvisa taji ya miba, lakini hiyo haikuwa kitu kwake. Biblia inasema ya kwamba alilaniwa mtu yule alikuwa juu ya mti. Alichukua laana ya ulimwengu, alichukua dhambi ya ulimwengu, alichukua mateso ya ulimwengu. Biblia yangu inaniambia ya kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Usiwe na mashaka ndugu yangu, acha nikwambie, ugonjwa wako utapona. Mashaka ulionayo yataponyeka, majeraha uliyopitia yanaponyeka kwa jina la Yesu Kristo, Simba wa kabila la Yuda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yote unaiona imetoka Kilimanjaro ni kwa sababu ina mwanaume mmoja ambaye amekaa ndani yao, anaitwa Yesu Kristo. Anaitwa ni Yesu Kristo. Anaitwa ni Yesu Kristo. Anaitwa ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alihitaji atafute mtu ambaye atakuja kuwasamehe. Akajitokeza akasema, ni mimi hapa, niko hapa, nitume mimi niende ulimwenguni, niende nikaokoe hao watu ambao wamepotea. Nitume mimi niende nikaokoe hao watu ambao wamepoteza dira. Nitume mimi niende nikawakomboe hao watu. Nitume mimi niende nikaende pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Oh, haleluya. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikwambie kwamba mtu antiko, Bwana anasema hivi, sana leo nimekuchia neno la Bwana. Sikia, uache dhambi zako. Bwana anakusikia. Bwana anakuita
unahitaji. Bwana nataka kwenda pamoja na wewe. Bwana nahitaji kwenda na wewe. Nguvu zake zitakaa ndani yako. Akisha kusamehe dhambi zako, anamimina roho wake juu yake. Na maana akasema mtapokea juu yenu nguvu ya Roho Mtakatifu akisha kuja juu yenu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Ninazungumza na mtu mkingo nielewe. Habari ya ondoleo la dhambi haitaji kuangalia dini yako, haitaji kuangalia kabila lako. Mimi mwenyewe nakijua Kinyaturu, ni Mnyaturu hapa. Bwana apewe sifa. Wacha tuseme hivi, Yesu Kristo amekuchilia nyumbani mwako jioni leo. Ndio maana alipoenda kuzungumza na Zakayo, Zakayo alikuwa ni mtu mfupi sana. Aliposikia habari za Yesu anakuja, akasema wacha nitangulie, kwa sababu kwenye huu umati mimi hapa sitaweza kumuona. Mimi na kimo changu cha hapa sitaweza kwenda. Kwa hiyo nafanyaje? Ninatangulia juu ya mti nikapande. Lakini mwanaume Yesu alipofika pale akamwambia, njoo Zakayo, suka upesi, kwa maana ya kwamba imenipasa kusinda nyumbani mwako leo. Nimekuja kutafuta na kuokoa kilichokuwa kimepotea. Haleluya. Nimekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Nimekuja kutafuta na kuokoa kilichokuwa kimepotea. Haleluya, haleluya. Makofi mengi kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kupigwa kwake sisi tulipona. Nabii Isaya alianza kutabiri mambo hayo wakati huo kabla Yesu hajazaliwa. Alisema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Roho zetu zinapona kwanza na mwili unafuata baadaye. Roho ikisha kupona, yale shida yote yanakimbia. Roho ikisha kuponywa na mwili unatiwa ujasiri ndani yake, unapona. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ndugu yangu ananiambia kwamba walipotenda dhambi wakapungukiwa na utukufu wa Mungu. Ule utukufu wa Mungu ulipopunguka, wakachishwa na wafai. Hawezi kusogea mahali pa Bwana. Hawezi kusogea tena mikononi mwa Bwana kwa sababu hawafai. Inatia kinyaa. Dhambi inatia kinyaa. Dhambi inatia aibu. Dhambi inatia mashaka. Dhambi inatia wasiwasi. Dhambi inakufanya unakuwa na harufu mbaya. Dhambi inakufanya uonekane kama fursa anayezunguka pale. Lakini ukisha kumpokea Yesu, hayo maarufu yanatoweka. Ukisha kumpokea Yesu, unakuwa ni kiumbe kipya. Bwana anasema hata sasa imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa ni kiumbe kipya. Ya kale yamepita, amekuwa ni kiumbe kipya kwa sababu yuko ndani ya Yesu. Haleluya. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba naye alipokoa akatuhamisha kutoka kwenye nguvu za giza, akatuingiza tukaenda kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Alipokwisha kukuokoa hakukuacha hapo uangamia. Anasema ya kwamba anakuchukua halafu anakukamata namna hii, anakuambia njoo kwenda kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye ndani yake tunaishi na kuna uhai wetu, ambaye ndani yake tuna nuru ya uzima, ambapo ndani yake tunazitangaza habari zake. Jioni leo wacha nikuambie mtu wa mpingo, wacha niseme na wewe unisikilize vizuri maneno haya. Tunasema hivi, tumeleta habari zake jioni leo. Tunasema maneno haya, ninaomba unisikie sawa sawa. Neno la Bwana limekujia kwamba Bwana anakuponya, Bwana anakusaidia, Bwana anakuokoa, Bwana anakuponya dhambi, Bwana anakutoa kwenye mifungo, Bwana anakuokoa, anakutoa kwenye mateso, anakutoa kwenye laana. Wewe sio laana tena, bali ni mtu mpya ndani ya Kristo. Haijalishi familia yako inasemaje, haijalishi ukoo wenu wamesemaje, haijalishi nyumbani kwenu wamesemaje, haijalishi mtaani kwenu wamesemaje, lakini tunalojua kama moja ni kwamba Yesu Kristo ameteswa, akafa, akafufuka, akatuweka huru kweli kweli, na sasa tuko hai ndani yake. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Hajalishi usiseme mimi wamesema nimekuwa mchawi mara nyingi sana. Hajalishi useme kwamba mimi nimeloga hapa vya kutosha. Hapana, kulogeka halogeki mtu hapa. Tunasema hivi, simba wa kabila la Yuda, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana,
aliyelazwa chini pale siku 3 akafufuka, akasema ulimwengu wote umeokolewa, ulimwengu wote umepona, ulimwengu wote hakuna nguvu ambayo itakushinda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu akisha kuokoka anaanza kuwa na mashaka juu ya wokovu wake. Hapana, ukisha kuokoka unaokolewa mara moja, hakuna jambo la marudio. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivi, kwa maana mmeokolewa kwa vitu vya thamani visivyoharibika. Bwana Yesu asifiwe. Na mmeokolewa kwa kitu cha thamani cha damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo zamani wazee wetu walikuwa wakitoa sadaka za mafahali na mbuzi, lakini Biblia inasema hivi, hizo vitu hazikufanyia kitu chochote isipokuwa damu ya mwanaume mmoja aipaye damu ya mwanakondoo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo. Hakukuwa na damu nyingine ambayo ingeweza kuwatoa watu kwenye haya maagano isipokuwa kwa damu ya Yesu, isipokuwa ya damu ya mwanaume anayeitwa Yesu Kristo. Mungu inasema ya kwamba wala hapana jina jingine chini ya jua mpasalo kuokolewa kwalo isipokuwa kwa jina la Yesu Kristo peke yake. Hapana jina jingine ambalo wanadamu tumepewa kuokolewa kwalo isipokuwa ni jina la Yesu. Hapana jina jingine ambalo tumepewa kuokolewa kwalo isipokuwa ni jina la mwanaume mmoja anaitwa Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi mengi ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba gerezani walikuwa watu wawili ambao walikuwa wameokoka kweli kweli, wanaitwa Paulo na Sila. Wale watu walikaa gerezani wakimsifu Mungu. Siku moja usiku wa manane milango ya magereza ikafunguka. Ile milango ilipofunguka, yule mlinzi wa mahali pale akaenda akapangalia, akasema, "Je, watu wangu hawa wametoroka?" Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipoenda akaangalia pale, akawakuta Paulo na Sila wako. Akauliza, nifanye nini nipate kuokoka? Akamwambia, mpokee Bwana Yesu nao utaokolewa. Biblia inasema ya kwamba akawachukua akaenda mpaka nyumbani kwake. Walipofika nyumbani kwake akawakaribisha, na waliokuwa mule ndani nao watu wakaokoka, wakaanza kuimba nyimbo za sifa, wakaanza kumsifu Bwana, wakaanza kumshangilia Bwana, wakaanza kumshangilia Bwana. Tumetengeneza habari za jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Hatujaja kusema dini ya mtu, hatujaja kusema jina la mtu, ila tumeleta jina la mwanaume mmoja ambaye alipelekwa kaburini. Baada ya kupelekwa kaburini akakaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu akafufuka. Akaenda akakutana na Mungu, akasema hivi, walipokuja wale mama kumwambia, wanafunzi akamwambia, "Watanitangulieni mtanikuta Galilaya huko." Akaenda akakaa huko. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na alipofufuka hata sasa uhai unaendelea kuwa hai milele yote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukajiuliza ni kwa nini huyu mwanaume alikufa? Kwa sababu Biblia inasema hivi, mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya uzima iko katika Kristo Yesu. Na Yesu haleti uzima ambao talala leo kesho unaamka unaumwa. Biblia inasema hivi, ni uzima wa milele. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akupe uzima ambao unakuwa na mashaka, ni uzima ambao unalo tumaini. Na Biblia inasema kwamba tazama mawazo ni mawazo yaliyo mema, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya. Mawazo ya amani ambayo ni mema, ni mawazo ya tumaini la uzima ujao, ni mawazo ya tumaini wa hapa na hata mbinguni pia. Bwana apewe sifa. Yesu Kristo anakupa tumaini la uzima. Yesu Kristo anakupa uhakika wa maisha. Yesu Kristo anakupa uhakika wa amani ndani yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Nasema hivi, yeye amekuwa ni jiwe kula pembeni ambalo ninyi waasi mlikataa.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia yangu ina Kiingereza inaandika pale ile jiwe kula pembeni limezungumzwa kama chief cornerstone. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe sana. Kama ni pale kwenye kona nyuma ambako huwa panaharibika sana, ile ndio limekuwa jiwe kula pembeni. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe sana. Oh, haleluya. Sijasikia makofi mengi kwa ajili ya Yesu. Sijasikia makofi kwa ajili ya Yesu. Kama umeelewa, ungeweza kumtapia Yesu makofi mengi ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba sasa ufungue kitabu cha Luka sura ya 24. Kitabu cha Injili ya Luka Injili ya Luka sura ya 24 mstari wa 44 mpaka 47. Milango inasema hivi: kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa mikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa, katika manabii na Zaburi. Bwana Yesu asifiwe. Anayezungumza maneno haya si mwingine ni Yesu Kristo. Baada ya kuwa amefufuka, anazungumza na wanafunzi wake akiwaambia, haya ndiyo ambayo yalikuwa yameandikwa katika Torati ya Musa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Musa alianza kuyaona haya kabla ya Yesu kuja duniani. Akasema ya kwamba haya ndiyo ambayo yaliandikiwa katika Torati ya Musa na manabii, na pia hata Zaburi za Daudi zimesema. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ndipo akafunua akili zao wapate kuelewa na maandiko. Ili kuelewa maandiko, sio kwamba ni haya maneno ambayo walikuwa wanayaona, wapate kuelewa kile ambacho alikuwa anakisema. Wapate kuelewa kitu gani Zaburi ya Musa na Torati ya Musa imesemaje, manabii waliandika nini, na hata Zaburi za Daudi zimesema nini. Hayo ndio maandiko. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sasa maandiko akasema hivi, akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Oh, haleluya. Alipofufuka siku ya tatu, alitangaza ushindi kwa ulimwengu. Alipofufuka siku ya tatu, alisema yote yamekwisha. Alipofufuka siku ya tatu, akasema sasa ulimwengu umekombolewa. Alipofufuka siku ya tatu, ulimwengu sasa uko huru. Alipofufuka siku ya tatu, akatangaza amani duniani. Alipofufuka siku ya tatu, akatangaza tumaini jipya. Alipofufuka siku ya tatu, akatangaza uzima wa milele. Alipofufuka siku ya tatu, akawajaza watu wake roho yake. Alipofufuka siku ya tatu, akawaingiza watu wake katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Alipofufuka siku ya tatu, aliwapa uzima wa milele. Akasema, mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe na tele. Mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe na tele. Kuwa nao tele ni kipimo cha kumwagika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unajua nyanya kama nyamodi mjonya unyori. Unajua nyanya nifumia kama nyanya ndo jonya nori. Unajua vimia kama Yesu nacho jonya nori. Hanya ni na Yesu kunjo kirunde. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Safari yetu ni moja, tuna Yesu Kristo ndani yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna rafiki yetu yule Musa Njagamba alisema, kuna nyimbo moja hivi inasema, hai rancho niwaliegemi rojo. Nasikia Bwana Yesu asifiwe. Huyu jamaa amenielewa vizuri sana. Chapia Yesu makofi mengi ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Kwa sababu ulimwengu umepotea, ulimwengu umechanganyikiwa, ulimwengu umeosa. Ndio maana Biblia inasema ulimwengu, dunia inawayawaya kama machela. Machela ukibeba haieleweki unaweza kubeba namna gani. Inaenda huku inarudi, inaenda mbele inarudi nyuma, inaenda kulia inarudi kushoto.
changamoto, kwa sababu Yesu Kristo anataka tuwe tumeenda pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu amesema, yangu inasema ya kwamba hakuna tena hukumu kwa walio ndani ya Kristo. Ukisha kuingia ndani ya Kristo, hukumu ndani yako inaondoka. Ukisha kuingia ndani ya Kristo, unasamehewa dhambi zako. Ukisha kuingia ndani ya Kristo, unaondolewa dhambi zako. Ukisha kuingia ndani ya Kristo, wewe ni kiumbe kipya. Ukisha kuingia ndani ya Kristo, wewe ni yule ambaye watu wakukutani haujawahi kuwepo kabla ya kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisha kuwa ndani ya Kristo, unakuwepo kabla ya kuwepo. Tunaelewana sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisha kuingia ndani ya Kristo, unatakaswa kwa damu ya mwanakondoo ambaye alihukumu dhambi katika mwili. Biblia inasema ya kwamba ulipotimia utimilifu wakati, ilibidi azaliwe Yesu Kristo ambaye alizaliwa na mwanamke. Alipozaliwa na mwanamke aliishi chini ya sheria, lakini alipokuja chini ya sheria, alikuja kuwatakasa waliokuwa chini ya sheria wasiendelee tena kuwa chini ya sheria. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisha kuingia ndani ya Kristo, wao wanakuwa ni mtu mpya. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Inasema kwamba hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee. Hata akamtoa mwana wake pekee. Mwana wake pekee ni nani? Ni Yesu Kristo, ili aende ulimwenguni kila atakayemwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ili akisha kumwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ukisha kumwamini Yesu Kristo, hautaendelea kupotea tena. Ukisha kumwamini Yesu Kristo, wewe si mpotevu tena. Ukisha kumwamini Yesu Kristo, wewe hauendelei kupotea tena. Unakuwa umeingia katika raha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba yeye Yesu Kristo amekuwa ni mzaliwa wa kwanza katika viumbe vyote. Kwa sababu gani amekuwa ni mzaliwa wa kwanza? Kwa sababu baada ya kuhukumu dhambi, baada ya kuhukumu dhambi alifufuka, na kama alifufuka tulifufuka pamoja na yeye, na kama aliinuka tuliinuka pamoja na yeye. Wacha nikwambie ya kwamba uzima unapatikana katika Yesu Kristo. Uzima unapatikana katika Yesu Kristo. Uzima unapatikana katika Kristo Yesu. Uzima unapatikana katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Katika Luka anaendelea kusema maneno haya. Anasema hivi, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake. Jina lake ni nani? Ni jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwamba watahubiriwa habari ya toba na ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ni habari ya toba. Maana yake toba ni kugeuka. Ukisha kutubu unageuka, unaachana na mambo ya nyuma, unaendelea na ya sasa. Ukisha kuingia ndani ya Kristo, kwa sababu umepata ondoleo la dhambi, umepata msamaha wa dhambi. Maana ndio biashara kubwa ambayo Yesu alikuja duniani kuifanya. Biashara ambayo Yesu alikuja nayo duniani ni biashara ya kuondoa watu katika hali ya utumwa wa dhambi. Ni biashara ambayo Yesu Kristo alikuja kuwatoa watu katika hali ya utumwa wa dhambi. Yesu alikuja kuwatoa watu katika hali ya utumwa wa dhambi, bali akuingize katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ndani yake tunaishi na kuona uhai wetu. Ndani yake tunatembea. Ndani yake tunaruka. Tutaruka sana. Tutaruka kama mbawa. Biblia inasema ya kwamba tutapewa taji ya uzima. Ukisha kuingia rahani, kwenye ile raha ya milele, tutaruka pamoja na Bwana. Tutaenda pamoja na yeye, kwa maana tunayo uzima wa milele ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Mtinko haleluya. Mtinko haleluya. Mtinko haleluya. Hebu chapia makofi mengi kwa ajili ya Bwana. Chapia Yesu makofi mengi ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anataka jambo moja, umwamini. Ukisha kumwamini, unakiri